wala madhehebu, hapana, kwa sababu tunatambua kwamba hakuna dini hata moja inayofanya mapenzi ya Muumba, kwa sababu dini zote zilizo katika ulimwengu huu sio ni mtu mweusi aliyezileta, bali zililetwa na wageni. Kwa hiyo mtu mweusi yeye ameaminishwa tu kupitia hizo dini kwamba unaweza ukamwabudu Mungu kupitia dini fulani. Lakini sisi tuko mara hapa, sisi ni watu wa kiroho, sio watu wa kidini. Maana mtu wa kiroho na wa kidini ni tofauti mbali sana. Kwa hiyo mtu wa kiroho ni mtu anayeishi maisha ya kiroho kila siku za maisha yake, na pia mtu wa kiroho hana mawazo mabaya. Lakini mtu wa kidini ni mtu anayetegemea dini fulani ili kufikiri labda kupitia dini hiyo anaweza akaokolewa kupitia dini hiyo. Lakini nyinyi wenyewe mnashindwa kuelewa namna gani uweze kujua dini ya kweli, maana tunajua kweli ni moja tu. Kweli sio mbili, kweli sio tatu, kweli ni moja tu. Kwa hiyo kweli inatakiwa kuwa na kitendo kimoja, inatakiwa kuwa na imani moja. Kwa hiyo ili wewe uweze kufahamu haya tunayoyaongea, unatakiwa ulinganishe yale mafundisho unayofundishwa na huo kweli unaofikia kwa siku ya leo mahali hapa. Kwa hiyo tunakuomba uweze kusikiliza na utafakari, maana siku hizi teknolojia imerahisisha sana. Unaweza ukaingia katika simu yako ukafuatilia hata maandiko tunayoyasema hapa, ikiwa tunaongea ukweli au ni uongo. Maana mnatambua kwamba kuna dini nyingi sana zinazosemekana kwamba zimefunuliwa, na hizo dini zitaonyesha kwamba manabii wote ni wazungu. Hata Kristo watamchora kwamba ni mzungu. Kwa hiyo ikiwa kila kitu ni cheupe, hata malaika watoto wadogo wanaweka kwamba ni weupe, hata Roho Mtakatifu wanamchora kwamba ni njia, yaani nyeupe. Sasa utaweza kuokolewa namna gani kwa utambulisho huo? Maana wao wanawali wanajiweka kwamba Adamu na Eva ni mzungu, kwamba wewe mweusi wataweza kukuaminisha kwamba labda umetokana na nyani. Maana wanafunzi shuleni wanafundishwa kwamba mtu wa kwanza au binadamu wa kwanza ametokana na nyani. Sasa hivi kweli hiyo elimu ya kweli? Na pia unapoenda kanisani unaambiwa Adamu na Eva walikuwa wazungu. Sasa ushike ipi sasa, ya shuleni au ushike ya kanisani kule unakokwenda? Tena kuna baadhi ya mafundisho ambayo wale wanaojiita kwamba ni wachungaji, mitume, maprofesa wanakuja kusema kwamba mtu mweusi amelaaniwa. Yaani mtu mweusi ikiwa yuko hivi katika bara la Afrika ni kwa sababu yeye alilaaniwa kupitia Nuhu alipomlaani Kanaani. Kwa hiyo kuna mafundisho mengi yanayopenda kuonyesha kwamba mtu mweusi kweli anaweza akafikiri yeye akajisemeza kwamba yeye kweli amelaaniwa. Lakini tunawaambia kwamba mtu mweusi ndiye mtu wa kwanza kuwepo katika huu ulimwengu kabla ya rangi zingine zote kuwepo katika huu ulimwengu. Maana tunaposema mtu ni mtu mweusi, lakini tunaposema binadamu ni yule wa rangi nyingine tofauti na mweusi. Kwa hiyo mtu mweusi ndiyo ustaarabu, mtu mweusi ndiyo teknolojia, mtu mweusi ndiyo kila kitu katika hali hii inayoonekana. Na ndiyo maana watajaribu kuficha historia yake, watamuonyesha kwamba Kristo ni mzungu, manabii ni wazungu, kama nilivyotangulia kusema. Hata Roho Mtakatifu wakachora njia kwamba ni weupe. Wateja mbalimbali, madereva na wapita njia wote mnaopita maeneo haya, kama ndugu yangu alivyowatambulisha, sisi hapa ni wanafunzi mzaliwa wa pili, mzaliwa 100. Jioni hii ya leo neno limeruhusu tuwaletee habari njema, habari ya kweli na habari ya kipekee. Habari hii ni tofauti na zile ambazo mmeshazisikia sana, na kaka yangu ameongea mengi kama utangulizi, na mimi hapa bila kupoteza muda, kwa sababu muda
ambayo umeiona sana umekimbia, tutakwenda kwenye somo moja kwa moja kuwaletea siri zilizofichika ambalo ni chimbuko la watu wote naona duniani, chimbuko la baba yetu mzee wetu Adamu. Masomo kama hayo mmeshasikia mara nyingi sana. Habari za Adamu mmeshafundishwa na wachungaji wenu mbalimbali makanisani, misikitini, mmeshafundishwa habari hizo, lakini kwa leo hii mtakwenda kusikia kwa mfumo wa tofauti, maana tunaye mgeni wa ajabu katika uso wa dunia hii tayari kasha kuja, na huyu ndio mwalimu wetu Jeremia Moja. Ametufundisha yote, ametufunulia siri zote zilizofichika, na siri iliyopo leo ambayo ndugu zetu tunawaambia ili mpate muda wa kutafakari juu ya bustani ya Edeni. Bustani ya Edeni mmeshasoma mara nyingi sana kuwa wengi wachungaji wanafundisha, manabii, mitume mbalimbali wanafundisha kuwa bustani ya Edeni ipo Iraki, ipo Palestina, lakini sisi katika upole wa mafundisho mzaliwa wa pili tunasema huo wote ni uongo mtupu, maana bustani ya Edeni lazima ikae pale ambapo taifa lake Mwenyezi Mungu lipo. Kama ni Palestina, Israeli iliyopo leo, basi maandiko yatakuthibitishia hiyo bustani ya Edeni, itakuthibitishia leo hii kujua kweli pale au kwingineko. Lakini kwa sisi tunaambia bustani ya Edeni iko barani Afrika, ilikuwepo na ipo bustani hiyo hapa barani Afrika. Mpaka muda huu tunaofikishia ujumbe hiyo, Tanzania kwenye bustani ya Edeni iko barani Afrika kwa uthibitisho wa maandiko. Tunaona Mwenyezi Mungu alivyoumba mbingu na nchi, akafanya yote aliyoyafanya, na mwisho akashusha bustani. Bustani hiyo ya Edeni baada ya kuishusha, akaipandikiza sehemu yenye udongo mzuri, sehemu yenye udongo wenye rutuba. Sehemu hiyo ilijulikana kama Edeni, maana Edeni ni sehemu ya hapa duniani iliyokuwa na udongo mzuri wenye rutuba, sehemu yenye kupendeza, yenye kupandika, mizao yote kuipanda inastawi na kunawiri vyema. Sasa Mwenyezi Mungu kwa ukuu wake akaleta bustani ya Edeni kutoka katika sehemu ya himaya zake mbalimbali, akaipandikiza katika hiyo bustani ya Edeni. Na sehemu ya bustani ya Edeni ndipo pale alipomweka mzee wetu, baba wetu Adamu, na kwa jina lake la asili ni moto. Lakini kwa leo hii tutakwenda katika ufahamu wa kawaida tu mliozoea, kwani mzee wetu mnamtambua kwa jina la Adamu. Yeye ndiye aliyemweka hapa katika bustani ya Edeni ili akae hapo, aitunze hapo. Ndipo lilipo taifa la Mwenyezi Mungu wa kweli. Hapo katika Edeni ndio chanzo cha mambo yote, na uthibitisho huo wa maandiko tunaweza kuisoma moja kwa moja katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 2 na ule mstari wa 8, na wenyewe unajieleza wazi wazi kwamba Mwenyezi Mungu alipanda bustani ya Edeni, akaipandikiza hiyo sehemu inayoitwa Edeni. Maelezo yote unaweza kuyaona hapo, na mstari unaofuata ule wa 9 tunapata kuwa Mwenyezi Mungu akaotesha mimea aina mbalimbali, miti yenye matunda mazuri na kupendeza, ili mzee wetu huyu apate kula, apate kushiba vizuri kabisa, katika akifurahia uumbaji wa muumba wake wa kweli ambaye ni Baba pekee. Lakini kwa madhihirisho ya kawaida tu tutumie ufahamu wa kawaida kuwa Mwenyezi Mungu ndiye muumba aliyeumba yote, na yeye ndiye akamuumba huyu mzee wetu Adamu, akamweka katika bustani ya Edeni ili akae hapo. Na hii bustani hiyo tumepata kuona kuwa ilitoka katika himaya ya muumba wetu wa kweli kutoka mbinguni, akakaa sehemu yake hiyo mbinguni, akaipandikiza sehemu hiyo ya Edeni. Kwa uthibitisho huo tunaweza kuona kumbe kuna mambo mengi sana yaliyopita. Tunajua wazungu na damu mchanganyiko walileta dini, walileta madhehebu, na wakatuaminisha kuwa taifa lile waliloloishi ni taifa la Israeli. Sasa kama taifa la Israeli, inatakiwa hiyo bustani ya Edeni iwepo hapo, na ile mito ile inayomwagilia maji hiyo bustani ya Edeni itambulike. Sasa leo tutakwenda kupata uthibitisho mfupi tu kwamba hiyo
bustani ya Edeni ili iweze kustawi, kuna maji yanahitajika, mito inahitajika ili iweze kunyesha katika hiyo bustani ya Edeni. Sasa tunadhihirisha Mwenyezi Mungu muumba wote, baada ya kufanya wote akayafanya, akatengeneza mto mmoja mkubwa, na ule mto mkubwa ukagawanyika mito minne kama jinsi mnavyoona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari kuanzia wa 10. Hapa tunaweza kuona ile mito ambayo imeanza kutengenezwa, ambayo kwa ajili special ya kumwagilia maji katika ile bustani ya Edeni. Na mito hiyo, mto wa kwanza kabisa tunapata kuona kuwa mto huo unajulikana kwa jina la Pishon. Huo mto wa Pishon ndio ulikuwa wa kwanza kumwagilia maji katika hiyo bustani ya Edeni. Na huo mto wa kwanza, neno linatuambia kuwa au maandiko matakatifu yanatuambia mto huo wa kwanza ulimwagilia maji katika bustani ya Edeni. Huo mto umezunguka nchi yote ya Havila yenye dhahabu. Sasa tunaona huyo mto wa kwanza umezunguka katika nchi yote ya Havila yenye dhahabu kwa uthibitisho maandiko. Sasa tutakwenda kumwona huyu Havila ni nani, yuko wapi? Je, yuko Palestina? Yuko Iraki kama wachungaji wengi wa uongo wanavyofundisha waumini wao kuwa bustani ya Edeni iko Iraki, bustani ya Edeni iko Palestina waliko Waarabu huko. Sasa uthibitisho ndio huo kwanza tunapata kuona kuwa bustani ya Edeni ilikuwa barani Afrika, na huo mto wa kwanza ambao unanyesha maji katika hiyo bustani tumepata ni mto wa Pishon, na huo mto wa Pishon umezunguka nchi yote ya Havila yenye dhahabu. Sasa tunataka tumuone huyu Havila ni nani, alikuwa wapi, baba yake ni nani, familia yake ikoje? Kwa uthibitisho maandiko, uthibitisho wake tunaupata katika Mwanzo sura ile ya 10 na ule mstari wa 7. Kaka, kama uko karibu unaweza kuchukua maandiko mara moja tukapata uthibitisho, maana dunia leo watu bila kusoma maandiko hawawezi kukubali, hawawezi kubali maneno tu, wataona kama tunaongea tu. Mwanzo sura ya 10 na ule mstari wa 7 tupate uthibitisho huyo Havila ni nani na baba yake ni nani, ili tupate uthibitisho kwamba huyo Havila alikuwa Iraki au hapa Afrika. Naomba utusomee Mwanzo 10:7. Biblia habari njema nitakwenda kusoma, nasema hivi: watoto wa kiume wa Kushi walikuwa Seba, Havila, Sabda, Laama na Septeka. Watoto wa kiume wa Laama walikuwa ni Sheba na Dedani. Asante sana kaka. Kama jinsi tunaweza kupata uthibitisho kutumia maandiko haya ya Biblia habari njema, Biblia takatifu, zote zinathibitisha kuwa Havila ni mtoto wa Kushi. Na kama ni mtoto wa Kushi, na wote mnajua kuwa Mkushi ni Mwafrika, sio mzungu wala Mwarabu wala Mchina, maana Mkushi ni Mwethiopia. Kwa hiyo Havila baba yake ni Mwethiopia, baba yake ni Mkushi, na yeye alikuwa ni mtoto wa pili katika familia ambayo tunathibitishiwa na maandiko kuwa Havila ni mtoto wa pili na baba yake ni Mkushi. Na ukirudi nyuma, huyo Mkushi ni nani, baba yake ni nani, yapo mengi ya kuweza kuwaambia, lakini kwa sababu muda hautoshi na masomo yapo yote yanafunuliwa na Mzaliwa wa Pili sura 100 katika uthibitisho na madhihirisho yake muumba wa kweli Leba pekee. Kwa hiyo tunaona kuwa mto wa kwanza ni Pishon, na Pishon umezunguka nchi yote ya Havila yenye dhahabu ni hapa barani Afrika. Na mto wa pili tunayepata ule mstari wa 11, mto huo wa pili unaitwa Pishon. Pishon nayo tunaambiwa na maandiko matakatifu ambayo ni Mwanzo 2 na ule mstari wa 10, kitu kama cha 10-11, tunaambiwa kuwa Gihoni ni mto ambao unazunguka nchi yote ya Kushi. Huo ni mto wa pili.
mtu wa pili kama uko tayari kuna thibitisho, maana watu wapate uthibitisho kutumia maandiko ya Biblia ili tuone kweli mtu wa pili uko barani Afrika au uko Iraki au uko Palestina, tupate uthibitisho. Naomba tusomee ule mtu wa pili. Tisho Gihoni unasemaje? Mwanzo 10:13 nitakwenda kusoma jina la mto wa pili. Wanasema jina la mto wa pili ni Mwanzo 10:13. Jina la mto wa pili ni Gihoni, huo waizunguka nchi yote ya Kushi. Asante sana. Leo ni mto wa pili tunapata uthibitisho kuwa unaizunguka nchi yote ya Kushi, na Kushi ni Mwafrika mwenyewe ndio ni Ethiopia aliyepo barani Afrika. Mambo yako mengi sana kwenda kuthibitisha. Na mto wa tatu pia naomba tuusome mto wa tatu ambao unajulikana kwa mto Hidekeli au Tigri. Huo mto Tigri pia tunaona uko barani Afrika ambao ulibadilia maji mashariki mwa Ashuru. Kwa uthibitisho wa maandiko pia huo mto wa tatu unaitwa Tigri, nao unamwaga maji yake mashariki mwa Ashuru. Tunaomba tupate uthibitisho pia. Mwanzo 10:14 unapatikana mto wa tatu. Jina la mto wa tatu ni Tigri, nao watiririka upande wa mashariki wa nchi ya Ashuru. Asante sana. Huu ni uthibitisho wa tatu. Kwa hiyo huo unaweka nje wachungaji wote wa uongo hawa mnaosikia barabarani wakipogoma kuambia dini yao kwa bustani ya Edeni iko Afrika, iko bara Asia, iko Palestina. Wengine wanasema huo bustani ya Edeni iko Iraki. Kwa hiyo maandiko yanathibitisha wazi kwa bustani ya Edeni iko barani Afrika kwa kuthibitisha maandiko. Kwa hiyo mito yote mitatu tumeona iko barani Afrika. Na mwisho tutawaambia kwa nini tumeona na somo hili la bustani ya Edeni. Kwa nini? Sababu ni hivi tunapelekea. Wengine wanaweza kauliza, hawa ninapoambia haya maneno ya mto yanatuambia nini kama bustani ya Edeni iko barani Afrika? Inatusaidia nini? Tutaokolewa namna gani? Lakini kumbukeni, huo ndio chanzo cha mambo yote yanayoona leo barani Afrika na vurugu zake. Chanzo ni udanganyifu uliofanyika na hao ndugu zetu wazungu na bado mchanganyiko. Tunajua walikuja katika bara Afrika, walikuja na mambo yao, walikuja na miungu yao, walikuja na dini zao, walikuja na madhehebu yao, wakatudanganya kwa mambo mengi. Ndio maana hayo sasa yakawa madhihirisho unayoona leo hii baada ya uongo mzito, uongo uliokomaa. Lakini kwa sasa tunasema uongo sasa basi, maana tunaye mpendo wa ajabu, mzaliwa wa pili za 100, anakuja kueleza ulimwengu wote kuwa dunia nzima ipo kwenye kikombe cha udanganyifu cha mdhibiti mbaya shetani mwenyewe. Kwa hiyo kweli ndio huo mnaosikia kama chanzo cha maarifa, chanzo cha ufahamu. Nasi tunaeleza hayo ili kwamba ndugu zetu mpate kuzinduka kutoka usingizini, kuamka. Amka mtu mweusi, ujue bustani ya Edeni iko barani Afrika na si vinginevyo. Anayekuambia kwamba iko Iraki, iko Palestina, huyu wote ni uongo. Na mtu kumsikia anaongea hivyo, jua kuwa huyu ni mchungaji wa uongo. Usitege masikio yako kumsikia, maana ukweli ndio huo tunaowaambieni. Na sababu ya kuwaambia ni kwa sababu tunaye mgeni wa ajabu, mzaliwa wa pili, mzaliwa 100, tunaye katika hali inayoonekana katika dunia hii. Kwa hiyo tumeona na kuwathibitishia maandiko matakatifu kwa mito yote hiyo minne yote iko barani Afrika na sio kwingineko. Hiyo bustani ya Edeni iko hapa hapa barani Afrika kwa uthibitisho wa maandiko. Hatuja kuonea hapo, tunawathibitishia pia mto wa 4. Hatuwezi kunyamaza hivi, maana mto wa 4 pia unasemwa wao mto wa 4 kuwa ni Frati. Huo mto Biblia takatifu haijaeleza chochote, na sisi pia katika ukweli mzaliwa wa pili hajasema chochote, maana bado wakati haujafika na kutufunulia juu ya mto wa 4 uko wapi, unazunguka nini na chanzo chake ni nini, hajatuambia. Na sisi tunauacha hivyo hivyo kama jinsi walivyoachwa hewani hivyo hivyo, maana mafunuo yako ni mengi mno. Tunawapenda somo la bustani ya Edeni ili ndugu zetu mpate kuzinduka kutoka usingizini, maana mambo ni mengi sana ya kuweza kuambia.
kama jinsi unavyoona katika hiyo semina hii, kuna dini nyingi sana, madhehebu ni mengi sana, na wote wanamtangaza Mungu ni huyu mmoja. Wanafundisha kuwa duniani hapa Mungu ni mmoja, Mungu ni mmoja. Kama Mungu ni mmoja, kwa nini kuna dini nyingi? Kwa nini kuna madhehebu mengi? Sababu ni ipi? Watu hawapendani, watu wanachukiana, hali ya kuwa na mhubiri Mungu ni mmoja. Kwa nini kuna chuki? Mhubiri wa mchungaji akihubiri neno hili, akitangaza habari hizo, mchungaji mwenzie anakasirika, umeniibia waumini wangu, umenichukulia waumini wangu. Chuki, uadui na gongo unazuka, hali ya kuwa Mungu ni mmoja, dunia ni moja tu. Magomvi na chuki yanakwenda wapi? Ni kwa sababu tumelishwa uongo na wazungu na damu mchanganyiko. Tunajua katika uso dunia hii kuna rangi nyingi duniani, ndio maana tunasema kwa wazungu na damu mchanganyiko, na siri hii pekee aliyeitolewa na kuiweka wazi ni mzaliwa wa pili pekee, aliyosema dunia nzima chanzo cha mambo yote na vurugu ni uvunjifu wa amani ulioletwa na Mdemade, roho mbaya, shetani mwenyewe ndio chanzo cha vurugu zote, na yeye mwenyewe ndio anayeabudiwa dunia nzima. Unavyoona anajificha kwa ustadi wa hali ya juu sana kuliko kawaida, ni shetani mwenyewe. Usitarajie kuwa leo hii ataibuka shetani akasema mimi jamani ndio Mungu mwenyewe, shetani mniabudu mimi, mnitukuze mimi. Hatapata mtu hata mmoja, maana kila mtu atashtuka. Sasa kama shetani ndio huyu kajificha, anapenda maabudu kama jinsi tunavyoona katika kile kitabu cha Isaya 14:14, sura ya 14 na mstari 14. Yeye mwenyewe shetani anajinafasi wazi wazi, anajisema wazi wazi bila kicho kwa nitapanda juu, nitakuwa sawa na Mungu ili na mimi niabudiwe kama Mungu. Je, tunauliza ndugu zetu wapendwa mnaotusikia, huyu shetani ni mmoja wa mbaya, Bwana huyo ameiacha ya kupenda sifa, kupenda maabudu, kupenda kujikoza, ameacha tabia hiyo. Sasa kama anapenda maabudu leo hii kwa kizazi hiki mnachotusikia, amejificha kwa jina gani? Masomo yapo, mafundisho yapo, mzaliwa wa pili kashatufungulia, lakini kwa kweli leo sio maana pake na sio somo lake, hatutawaambia. Ukitaka kujua hayo yote katika siri zilizofichika, fungua simu yako janja kabisa ya kupangisha hiyo smartphone na kadhalika, andika imani msindwa kwa lugha yote ya Kiswahili, utapata mafundisho haya ambayo yameletwa na mzaliwa wa pili Zeria 100. Na wewe ambao umepita darasani kujua lugha mbalimbali ikiwemo Kiingereza, unaweza kuandika authentic truth, unapata mafundisho haya ambayo yameletwa na mzaliwa wa pili Zeria 100. Na kwa lugha ya Kifaransa unampata yeye mwenyewe Zeria 100, mzaliwa wa pili katika madhihirisho ya uumbaji wote, muumba wote wa kweli. Maana katika uumbaji wake ameadhihirisha viumbe viwili, mzaliwa wa kwanza ambaye ni Joki Sabe na mzaliwa wa pili Zeria 100 ambaye ni huyu mwalimu wetu anayetufundisha mengi kupindukia, ikiwemo haya tunayoongea. Yeye ndio mwalimu pekee dunia nzima, na katika ujio wake ametuambia dunia nzima kuwa dini zote dunia nzima ni za uongo, tena zinamwabudu shetani. Ni maneno mazito, maneno ya maudhi, maneno ya kuchukiza, lakini ndivyo ilivyo. Ndio maana unakuta kuna vurugu nyingi sana duniani, dini zimejaa tele, madhehebu yamejaa tele, na wote wanamwabudu Mungu mmoja, lakini hawapendani. Chuki, uadui haukomi. Wachungaji wanafundisha waumini wao mambo ya uongo, wakiamini kuwa wanafundisha ukweli, kumbe wamedanganywa bila wao kujijua wala kujielewa, maana wamedanganywa na mababa roho mbaya. Kwa madhihirisho hayo tunatangaza wazi wazi na kuomba wachungaji, manabii, mitume wasogee wajifunze kwa mwalimu pekee Zeria 100. Ndiye mgeni ametoka juu kwa Mungu muumba, tunayeelewa katika hali inayoonekana. Hizi sio hadithi, sio ndoto, wala sio mazingaombwe, ni uhalisia. Haya tunayoongea ni uhalisia, maana tuko kwenye kipindi cha unabii live. Mtaambiwa kila kitu wazi wazi, hakuna cha kusema Mwenyezi Mungu kaniambia, Mwenyezi Mungu kaniambia, Mwenyezi Mungu kanifundisha, Yesu Kristo amenifunulia, Roho Mtakatifu amenifunulia. Wote ni uongo mtupu.
wachungaji wanawadanganya watu kwa Mwenyezi Mungu anawafunulia. Mwenyezi Mungu kawaambia, ni uongo mtupu. Kama kweli Mwenyezi Mungu kawaambia, anawaambia Mwenyezi Mungu yuko kwa sura gani? Kwa sauti gani ambayo Mwenyezi Mungu kawaambia? Je, walimuona au waliota ndoto usiku akaamka basi wakasema Mwenyezi Mungu alifunulia, Mwenyezi Mungu aniambia? Ni uongo, na maandiko yanakuambia wazi wazi, hakuna mtu yeyote aliyepata kumuona Mungu wala kumsikia. Maana ukimsikia unafariki, ukimuona unafariki pia. Sasa hawa wachungaji wenu wa uongo, ni Mungu yupi ambaye amewaambia? Kwa hiyo yapo mengi sana kuwaambia, uthibitisho ndio huu, maana tunaye mgeni wa ajabu katika uso wa dunia hii, na huyo mgeni sio mwingine, ni Zuria 100. Kwa wewe ambaye unatamani mambo ya kimungu, unatamani kujua mambo ya kuishi Mungu, kujua Mungu wa kweli ni nani anayestahili kuabudiwa, ni Mungu wa kweli ni yupi anayestahili kuabudiwa, kutukuzwa, kusifiwa, ni yupi? Karibu usikilize na ujifunze haya tunayoongea. Mwisho, baada ya kufundisha mafunzo haya na kuwafunulia haya tunayozungumza, mwenzangu atakuja ataendelea hapa, na mimi pia nitagawa vikaratasi vitambulisho vidogo vidogo, mchunguze wenyewe, mkathibitisha wenyewe kwa haya tunayoongea ni ya kweli. Hatuko kwenye mambo ya kidini, hatuko kwenye mambo ya madhehebu, maana tunajua dini zililetwa na wazungu, madhehebu waliletwa na wazungu, na wao wazungu walioleta waliona walikuja Afrika, walikuta Waafrika wana Mungu wao, wanamwabudu katika roho na kweli, wanafurahi, wanamtukuza Mungu wao wakifurahi, lakini wakaona hivi ndio wakaja na dini zao, wakaja na madhehebu yao, lengo kumalisha mtu mweusi katika dini. Na sisi tuko hapa tunaeneza habari hii ya ukweli kutoka Mungu wa kweli Robert T, ambaye wengi leo hii hawajui jina lake, hawamtambui, kwa sababu tunadanganywa na hawa wazungu na damu mchanganyiko waliokuja katika bara. Walikuja na mbwembwe nyingi sana, walikuja na vitosha vingi sana, wakidhani kuwa sisi hapa tukafuata mambo yao. Baada ya wazee wetu kupigwa, wazee wetu kunyanyaswa, walipigwa, walipigwa mijeledi, walikata shingo, walikata misumeno, kila aina ya visa na vituko walifanyia wazee wetu. Baada ya kupitishwa, wengine walikubali kuuliwa na wengine wakakubali kukatwa shingo zao, kwa sababu hawakupenda mafundisho haya ya wazungu na damu ya mchanganyiko, kwa maana Wanefili. Maana Wanefili ni wazungu, damu mchanganyiko ni hao Waarabu, Wachina, Wajapani, Wahindi, hao wote ni damu mchanganyiko, na chanzo chao wote ni mtu mweusi. Wewe unajiona hata mtu mweusi, usijidharau. Tuko hivi kwa sababu tumeasi agizo la kweli, Mungu wetu wa kweli, tumekubali Mungu mgeni. Unaona shida kama kila aina ya usumbufu unaipata ni baada ya kuasi agizo la Mungu wetu wa kweli, tukakubali takataka Mungu mgeni. Na Mungu mgeni ni upi? Ni zidini walizoletwa wazungu na damu mchanganyiko, kwa maana Wanefili hao, Wanefili ndio hao wazungu. Ukiona mzungu duniani hapa anapitapita, ujua huyu ni Mnefili. Hakuumbwa ili awe mrithi hivyo mwenyewe, aliyeenda ni mtu mweusi, kama tulivyoambiwa alipopewa ni bustani ya Edeni, lakini baada ya kuasi yakapatika mengi, akafukuzwa kwenye bustani baada ya uasi. Sasa uasi huo uko vipi? Yapo masomo, yapo mafundisho mbalimbali tunayosikia. Ndugu zetu wapendwa, karibuni sana mfundisho na mzaliwa wa pili Zuria 100. Kwa kumalizia, ndugu zangu wapendwa, haya tunayoongea hapa Shini Center, maeneo ya serikali za mitaa, maeneo haya kwenye hili soko la jioni ambao hata wanafurika wakifanya biashara zao, tambueni ya kwamba tunaye mgeni wa ajabu kashaingia katika uso wa dunia hii, na mgeni huyu ni Zuria 100. Sio Yesu Kristo. Yesu Kristo huyu hapa ameundwa na wazungu na damu mchanganyiko, sio mkombozi wenu wa kweli kwa uthibitisho wa maandiko. Na leo sio mahala pake kurudia hili na kuwekeni wazi, bali tunawapa utangulizi. Na kwa kumalizia zaidi, kwa wewe ambaye unapenda kumuomba Mungu wako, hakika
hakikisha umemwomba Mungu Muumba, maana Mungu Muumba huyo ndio anastahili kuombwa, kuabudiwa, kusifiwa. Ni yeye peke yake na jina lake halisi iliyotokea iliyofichwa na wazimu na damu mchanganyiko. Huyu Muumba wetu wa kweli, jina lake halisi ni Leba Tete. Kwa hiyo ndugu yangu nanisikia hapa, tambua kuwa Muumba wako jina lake halisi ni Leba Tete, na hilo jina haliwezi kubadilika mahala popote, hata uende China, Ujerumani, Asia, popote pale duniani jina lake litakuwa moja tu, Leba Tete. Kama jinsi wewe ndugu yangu uko hapa unafanya biashara na wewe unanunua, jina lako haliwezi kubadilika. Hata uende China, uende Ujerumani, haliwezi kubadilika eti kwa sababu ya lugha zao, tamaduni zao, litabaki hivyo hivyo. Kama wewe ni Masanja, utabaki kuwa hivyo hivyo. Kama wewe ni Moshi, utaitwa hivyo hivyo mwanzo mwisho mpaka unatoweka kwenye dunia hii, haliwezi kubadilika. Lakini tumeona hawa wazimu na damu mchanganyiko walikuja na dini zao, wakabadilisha majina yetu ya asili kutoka Masanja, Mwana Shija, Mwana Dhamira, wakaanza kubatiza kwa majina ya Kikristo. Utaitwa Yohana, utaitwa James, utaitwa Petro, na wengine utaitwa Ibrahimu, utaitwa Isa, majina kadha kadha. Hao ni majina ya babu na wazungu na wakoloni huko, wakoloni wa Kifaransa, wakoloni wa Kizungu, wakoloni wa Kiarabu. Wote hao walivamia bara, wakapotosha bara yetu, wakapoteza asili yetu. Ndio maana tuko hivyo tulivyo leo. Kwa hiyo ukweli umeingia duniani, tunao live. Tambueni kuwa tunaye mgeni wa ajabu na wa tofauti, na mgeni huyo sio mwingine, ni mzaliwa wa pili Zera mmoja. Ndugu yangu mpendwa, karibu sana ujifunze haya mafundisho. Mafundisho haya yanapatikana YouTube katika simu yako janja, maana dunia leo ndio katika mfumo wa kisasa, si kama zamani. Leo ni kisasa zaidi. Unaingia katika simu yako janja, unaandika tu Imani Msingwa, utafunuliwa siri zilizofichika ambazo hujawahi kuzisikia, hujawahi kuziona. Unajifunza mwenyewe katika siri zilizofichika ambazo huwezi kuzipata popote pale duniani. Hata ungesali kiasi gani, mpaka kunyooka na nywele, miguu ikarika kwa kwenda kanisani, huwezi kupata mafundisho kama haya tunayowaambieni leo. Huo ni utangulizi tu, kama jinsi tunavyotangulia kuwaambia kila wakati na kila sehemu. Hatuko hapa kwenye buku, hatuko hapa kwa madhehebu, tupo kwenye imani ya kweli ya asili ambayo inaletwa na mzaliwa wa pili Zera mmoja. Amekuja kutufungua macho kwa tutoke kwenye hizo dini zote walizoitwa wazungu na damu mchanganyiko, na muumba wako pekee ni Zera mmoja. Huyo ndiye mwalimu wetu pekee na muumba wetu pekee ni Leba Tete. Huyo ndio muumba wetu, muumba wa mbingu na nchi, ambaye hana mwanzo hana mwisho, hafananishi na chochote, na huwezi kumuona mahala popote. Hata ungepewa kiroho kiasi gani, huwezi kumuona wala kumsikia, tofauti na Mungu waliotokea wazungu, ambao watu walimuona, watu walimsikia, watu wakala na kunywa pamoja naye, ambaye anakaa kwenye kiti cha enzi na kanzu yake imefunika hekalu zima kwenye kiti cha enzi. Sasa watu maswali mengi ya kuwaambia, lakini hatupo huko, tupo kwenye utangulizi tu wa bustani wa Edeni kwa iko hapa barani Afrika. Karibu kaka yangu wa watu wasoma zingine zuri, ili ndugu zetu kupate kuzinduka kutoka usingizini, waondoke hizo dini zote na wazungu na damu mchanganyiko. Tupo kwenye ukweli, na ukweli ndio huo tunaowaambieni ndugu zetu wapendwa. Asanteni sana, naomba akweli awabariki, mchunguze haya tunayosema neno kwa neno na hatua kwa hatua. Asanteni sana.